kuleta maendeleo hasa kwenye upande wa kilimo. Na kilimo hicho ni kilimo ambacho ni endelevu, kinachomtoa mkulima katika hatua moja ya ulimaji mpaka hatua nyingine ya ulimaji kwa ajili ya maendeleo. Hawa AGRA ni wafadhili wakubwa sana na wadau wakubwa sana wa kilimo katika nchi mbalimbali za Afrika. Sisi kama taifa letu la Tanzania, AGRA pia wapo na wamekuwa wakitekeleza miradi, na lengo la utekelezaji wa miradi ni kuweza kumfikia ndugu mkulima, ili mkulima atoke hatua moja aliyopo aende hatua nyingine kimafanikio katika kilimo, wakiwa wanatambua kwamba ukiwekeza nguvu kubwa kwa mkulima, unaweza kuliokoa taifa. Tumaini. Kwa hiyo wewe kama ambaye ni mkulima, usijione kwamba ni mkulima mdogo. Serikali, mashirika yanakutazama wewe kwa habari ya maendeleo ya taifa hili la Tanzania. Usijione wewe ni mdogo, labda unalima hekari moja ukahisi kwamba hekari moja unayolima ni ndogo, haiwezi kuchangia maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Wewe hapo ulipo, hatua unayochukua ya kwanza kulima ni hatua nyingine ya wewe kuweza kufikiwa, kupewa elimu na kuwezeshwa kuweza kupanda viwango vikubwa vya kilimo. Tumaini. Kwa hawa AGRA wanahusika pakubwa sana kuweza kuleta miradi. Nadhani tumewaona hawa AGRA. NYDT maana yake Nyakitonto Youth for Development Tanzania. Nyakitonto Youth for Development Tanzania. Hili ni shirika ambalo linatekeleza miradi yake hapa nchini Tanzania. Eneo lolote lile hapa nchini Tanzania ambapo kuna miradi, shirika letu linaweza kutekeleza miradi. Kwa hiyo lengo letu sisi kama Nyakitonto ni shirika ambalo limejikita katika upande wa kilimo na limefocus sana kuinua wakulima, hasa vijana. Tukitambua ya kwamba vijana ndio taifa la kesho na ndio wazee wa kesho. Kama vijana wasipowezeshwa, kama vijana wasipopewa elimu, hawawezi kuweza kusaidia kizazi kijacho cha watoto wadogo. Tuko pamoja? Kwa hiyo shirika letu hili linatekeleza miradi hiyo. Shirika la Nyakitonto Youth tunatekeleza mradi unaoitwa kwa kifupi YEFA. Sema YEFA. YEFA. Ukisoma hapa unaona kuna maneno yameandikwa Youth Entrepreneurship for the Future of Food and Agriculture. Kifupi chake kwenye mabano wameandika YEFA. Huu ni mradi ambao umejikita kuweza kuwainua na kuwawezesha vijana wajasiriamali katika minyororo ya thamani ya chakula. Lengo ni kuweza kukiinua kilimo katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini sisi kama shirika la Nyakitonto katika mradi huu wa YEFA tumejikita katika zao kuu la alizeti, na ndio limetuweka hapa katika siku ya leo ya mkulima shambani. Lengo kubwa ni kuhakikisha ya kwamba wewe ndugu mkulima unaweza kupata elimu ya kutosha ili uweze kuziona fursa zinazopatikana katika zao la alizeti. Katika shirika letu la Nyakitonto, katika halmashauri yetu tuna mashamba darasa zaidi ya 5 ambayo ndio tunayasimamia katika halmashauri yetu, lakini wapo pia katika halmashauri zingine za mkoa wetu wa Katavi. Tumaini. Katika sehemu tulipo tuna mashamba aina 2. Tuna shamba la kikundi na shamba la mkulima kiongozi. Kwa hiyo ndio maana unaona sehemu nyingine limepaliliwa, sehemu nyingine hamna, sehemu nyingine wamepalilia vizuri zaidi, ni shamba la kikundi. Lakini shamba la VBA kidogo linaonekana liko vizuri, na yeye atakuja alielezee. Mimi naelezea shamba la kikundi. Tulilipanda tarehe, nadhani nyie ni mashahidi ambao mlikuwepo. Bahati nzuri siku tunapanda walikuwepo hadi wenye vikundi. Tuliita vikundi vyote, si ndio akina mama? Tukafanya demo, tukafanya testing kule, tukapanda wote tarehe 1 mwezi wa 2. Shamba linaonekana limesha komaa ukiliangalia hili huku. Lakini hili tulipanda tarehe tofauti.
Basi katika upandaji wetu tumekutana na changamoto nzuri tu. Bahati nzuri tulipokea mbegu nzuri kutoka Advanta Hisense kutoka kampuni la Nyakitonto, walituletea mbegu bure. Kama mnavyoona hakuna aliyedai hela. Shamba letu hatukuwekea mbolea, lakini shamba hili hapa tuliweka mbolea. Maana yake ni nini? Tunataka tuone aliyetumia mbolea na aliyelima bila kutumia mbolea, utofauti wake uko wapi? Hata wewe unapokuwa kule shambani, najua kuna baadhi ya waamini mbolea hamna kazi, hamna maana ya mbolea. Panda eka moja kwa kutumia mbolea, alafu nyingine panda hivyo hivyo, uone matokeo yake. Sawa? Changamoto ya kwanza hatukuwekea mbolea, na hiyo ni kwa ajili ya kupata sisi elimu. Unapotoa elimu usitengeneze mazuri tu, lazima na mabaya yawepo ili tujifunze. Tumaini. Bahati nzuri na nyinyi akina mama mliniomba mbegu kutoka Nyakitonto, najua mmepanda huko, si ndio? Kwa shamba letu mpaka mnavyoliona ndio hivyo, changamoto zake ndio hizo palizi, kwa sababu ni shamba la kikundi, tunapalilia sisi wenyewe. Kama mwana kikundi mvivu ndio kama hivyo, unakutana na uchakavu wa shamba unakuta halijapaliliwa sehemu hii, lakini sehemu hii waliopalilia ndio hivyo. Changamoto ya pili ni mifugo imetusumbua tangu kupanda mpaka kufikia hapa, inabidi uwe mlinzi. Bahati nzuri nadhani mheshimiwa na wewe umeona ipo mifugo, hata humo ndani saizi utakuta imo tu. Mifugo aina ya mbuzi inatusumbua sana. Jamii yetu bado haijawa na mwamko wa kuwachunga wale wanyama, lakini ndio hivyo, tunatoa elimu taratibu. Bahati nzuri tulizipanda mapema, pengine tungepanda mwezi wa 3 tusingeona kitu chochote hapa, kwa sababu saizi ndio ingekuwa changa, wanyama wangekula sana. Kwa hiyo unapoona miche imedondoka hivi, ni mbuzi analukia na udondosha chini, anaanza kula majani, anakula na zile mbegu, punje zote anamaliza. Kwamba pamekuwa na changamoto kidogo wakati wa upandaji. Ule mwezi wa 2 tulikuwa na mvua kubwa, tulipanda na baadaye ikanyesha mvua kubwa, baadhi ya zingine hazikuota, ndo tukawa tunarudia. Lakini pia tarehe 25 mwezi wa 2 tukaweka mbolea aina ya Kaino Plus. Kwa zilipita siku ngapi? Toka tarehe 6 mpaka tarehe 25. Miezi mingapi? Wiki ngapi? Wiki mbili na kitu, sawa? Baada ya kuwa na wiki 2 na kitu tuliwekea mbolea na zilistawi vizuri sana, na matokeo pia tulikuwa tunayaona. Lakini tumeenda mpaka sasa tunaweza kusema kwamba hizo miezi 3 ni kutokana na ubora wake. Lakini pia kama alivyosema mwenzangu, changamoto ya mbuzi kama tunavyoona zinaharibu. Changamoto pia nyingine ambayo ilikuwa ni kubwa zaidi ilikuwa ni mvua ambazo zilikuwa zinaendelea kunyesha. Kuna wakati mwingine tuliweka mbolea, mvua ikafata ikazisomba baadhi ya mbolea. Kwa hiyo kufikia mpaka hapo tuseme kwamba alizeti iko vizuri na iko tayari kuvunwa, lakini pia tunatarajia kuwa na matokeo mazuri. Haya wanaoyafanya hapa hawa ni mipango ambayo ipo ndani ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kwa bajeti ya serikali kwa mwaka huu huenda asingefanyika haya. Sasa serikali inafanya kazi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa kilimo. Sasa hawa wadau wa kilimo kupitia shirika la Nyakitonto Youth for Development wanatekeleza huu mradi wa masuala ya kilimo katika yale ambayo serikali yetu ingeweza kuyafanya. Kwa hiyo ndugu yangu kutoka NYDT tunawashukuruni sana, maana mnatekeleza yale ambayo serikali ndio itakiwa iyafanye. Sasa niombe tusogee kwenye eneo la shamba ili tuwe tunaongea tukiwa tunaona na uhalisia kabisa, jamani, si ndio? Basi naomba niwasumbue, tusogee mara moja hapa.